Amen. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen. Kwa majina naitwa Orti, nimetokea ni shopping. Karibu sana, Mungu akubariki. Wageni wetu tutakwenda kuwakaribisha pamoja na kuwasalimu. 1, 2, 3. Karibu wandugu na Mungu awabariki pamoja nasi. 1, 2, 3. Jambo wandugu, amani. Karibu sana, Mungu awabariki. Kwa hiyo tutakwenda kukaribisha shukrani yote ambaye atakwenda kuwashukuru au tutakwenda kushukuru Mungu kwa pamoja kwa ajili ya mwaka huu ambao Mungu ametujalia. Tunataka kumaliza sasa. Tutakwenda kushukuru Mungu kwa maombi na shukrani zingine zitafuatisha nyuma, lakini tutashukuru kwanza kwa pamoja kanisa lote nzima kwa ajili jinsi Mungu alivyotusaidia. Tunataka kumaliza mwaka huu na tunataka kuanza mwaka mwingine. Kweli ni Mungu ametutendea mambo makubwa katika kuanza mwaka huu, tangia mwezi wa kwanza hadi kufikia huu mwezi wa 12. Tungali tunasimama katika mapenzi ya Mungu. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakwenda kuomba maombi ya shukrani kwa ajili namna gani Mungu ametutendea makubwa katika mwaka huu. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako. Tusimame ili kwamba tuweze kushukuru. Jamani, sitaweza kushukuru kwa neema na ulinzi Mungu amekuwa kutenda. Mimi nashikilia kifuani juu babu yangu bado yupo. Ni mzee sana lakini bado anaendelea kuishi. Namshukuru Mungu, hata ndugu zangu wamepita msukosuko ya majari umerekana kipi kwa neema ya Mungu hakuna aliyodhurika hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa kuweka ulinzi juu ya watoto wangu. Hapa Sigeria kuna mambo mengi yanapitikana. Mwaka huu tukoemo na mtoto wangu ule ningekuwa siko naye, lakini kwa uwezo wa Mungu niko naye. Shuleni alipigwa hadi akavutwa damu, lakini subira ni kitu cha muhimu sana. Amen. Namshukuru Mungu juu alizidi kunilinda mtoto wangu shuleni juu walimwinda muda mrefu ampige. Lakini walimpiga, walimdhura, lakini aliendelea kubaki kwa msibira. Namshukuru Mungu. Amen. Taniruhusu tu nipeta kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kamwambia Yakobo, ondoka uende Betheli, ukakae huko, ukanifanyie madhabahu. Kama unakuwa mwingine unaweza kusimama. Karibu.
asifiwe. I speak English. Many of you will not understand what I'm trying to say. Naongea Kiswahili, Kiingereza. I've been going here for a very long time. I don't come often because I have work. Kwa sababu ya kazi nimekuwa nikija, lakini wasiji mara kwa mara kwa sababu ya kazi. 2025 has not been a good year. Like, it has not been a perfect year in my life. Mwaka huu wa 2025 haukuwa mwaka mzuri katika maisha yangu. I love my life so much. Huwa napenda maisha yangu sana. At that point, I had to turn to Jesus Christ. Na kwa muda huu ilibidi nimgeukie Yesu. And when I turned to him, na nilipomgeukia, there was this one song that has been playing in my head. Kulikuwa na wimbo ambao ulikuwa ukinisumbua moyoni mwangu na umekuwa ukinisumbua na kunisumbua. And things have been going so well in my life that I cannot explain. Na baada ya hapo mambo yamekuwa yakitembea vizuri maishani mwangu kiasi kwamba siwezi kueleza. But I would like to share the song today. Na siku ya leo nitapenda kugawa nanyi wimbo huo. You've done so much for me, I cannot tell it all. 10,000 songs, it won't be enough. Niko Nigeria, watu waelewe nafasi hii lakini napenda kutafsiri. What the Lord has done for me, inasema yale ambayo Mungu ametenda kwangu mimi 10,000 times cannot say enough. Eti hata mara 1,100 haitoshi. Chukuna kwa mawele, I see the Lord, I say nara. There was always someone there to turn about. Kama niko leo kuna mtu mmoja ambaye huwa anakuombea. Asante sana. Mungu ni mkubwa. Asante sana. Kwa hiyo tunaendelea na ibada yetu. Tutakwenda kusikia wimbo wa waimbaji ambao utaunganisha sifa na maabudu. Karibu kwa waimbaji. Ita wimbo moja utaunganisha sifa na maabudu. Karibu.
Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. It's wonderful to be with you. Ni jambo kubwa kuwa pamoja nanyi. The Bible says, never let your passion, your zeal fade.
Biblia inasema ya kwamba usiache lengo, nia na kusema ishuke chini. When I watch you worship, I see your zeal for Jesus. Na wakati ninapowaona nyinyi mkiabudu, ninaona nia yenu kwa ajili ya Yesu. I want to commend you and encourage you and thank you for that. Na ninakwenda kuwahimizeni na kuwashukurieni tena pia kwa ajili ya hilo. I want to encourage you to continue to have energy and passion for Jesus and the gospel. Na kwenda kuwahimizeni kuambieni ya kwamba muendelee kuwa na nia na kujitolea kwa ajili ya injili. But just remember that by itself it's not enough. Kumbukeni ya kwamba Biblia hiyo pekee haitoshi. We need the wisdom of God. Bali tunahitaji hekima ya Mungu. We need the knowledge of God. Tunahitaji maarifa ya Mungu. To go with the power that comes from God. Ili vipate kutembea pamoja na nguvu zitokazo kwa Bwana. So I want to encourage you to be hungry for everything. Kwa hiyo ninapenda kwenda kuhimizeni mpate kuwa na kiu au njaa ya kila kitu. Be just as zealous for the word of God. Pia mpate kuwa na kiu cha neno la Mungu. Be just as zealous for the gospel, for evangelism. Muwe na kiu pia cha kuitangaza injili. As well as for prayer and for worship. Pia kwa maombi na maabudu. So you guys are an example to me and an inspiration to me. Kwa hiyo nyinyi wapendwa ni mfano bora kwangu pia wa kuigwa na nyinyi pia mnanihimiza katika safari hii. And it's an honor for me to be with you tonight. Na ni heshima kubwa kwangu kuwa pamoja nanyi jioni ya leo. There's a verse in the beginning of the Gospel of Matthew. Kuna Biblia, kuna andiko katika mwanzo wa kitabu cha Injili where he quotes from the prophet Isaiah. Ambapo mwandishi alikwenda kuyatoa maneno katika kitabu cha Isaya. Where Isaiah hundreds of years before Jesus was born. Ambapo Isaya alikuwepo miaka 100 na mamia kabla Yesu kuzaliwa. Said the virgin will give birth to a son. Ambayo mwandiko unasema tazama bikira atachukua mimba na atamzaa mwana. And he will be called Emmanuel. Na huyo mtoto ataitwa kwa jina la Emmanuel. Which means God with us. Inayomaanisha Mungu pamoja nasi. And so this evening, tonight, as we come into Christmas Day, kwa hiyo siku ya leo, jioni ya leo, kama jinsi tunavyoingia katika sikukuu ya Christmas, I want us to think about what it means to God to be with us. Ninapenda tupate kwenda kutazama na kutafakari maana yake nini Mungu pamoja nasi. Amen. At the beginning of the Bible, mwanzo wa Biblia, Adam and Eve in the Garden of Eden. Adamu na Hawa katika shamba la Edeni. And everything is good. Na mambo yote they talk with God. Walikuwa wakizungumza na Mungu. They see him. Walikuwa wakimuona. They have everything they need. Walikuwa na kila kitu walichokihitaji. God is with them. Mungu alikuwa pamoja nao. But then sin comes into the picture. Kisha baadaye dhambi ikaingilia kati. And suddenly everything gets harder. Na kila kitu kikawa kigumu. There are thistles and thorns. Kulikuwa sasa miba na mateso. They can no longer get the tree of life. Walikuwa tena wana uwezo wa kupata ule mti wa uzima. Connection with God is harder. Mawasiliano ya wana Mungu yakawa magumu. And finally there is death. Na mwisho kukawa na mauti. And that world, na hiyo dunia, is our world. Ndio sasa dunia tunayoishi. It's the one that we live in right now. Ndio dunia tunayoishi kwa sasa. Where it can be hard. Ambayo mambo yanaweza kuwa magumu. And connection with God can be difficult. Na uwasiliano wa sisi na Mungu unaweza ukawa mgumu pia. And whereas we know there is pain and suffering. Mahali ambapo tunapojua ya kwamba kuna maumivu na mateso.
Yet God continued to look for people to walk with. Eti japokuwa hivyo Mungu aliendelea na anaendelea kutafuta watu wa kutembea nao. It says of Enoch that he walked with God. Alisema katika kitabu, amesema ndani ya Biblia kwamba Enoke alitembea pamoja na Mungu. Could it be said of you that you walk with God? Na pia hivyo inaweza ikasemeka ya kwamba wewe umetembea pamoja na Mungu. Are you asking God to follow you? Je, wewe unamufuata Mungu, unamuomba Mungu akufuate wewe? You're the one leading, you're the one making the choices. Ni wewe ndiye unayemuongoza ama ni wewe ndio unaongoza, ni wewe ndio unayechagua? Or are you walking with him where he leads? Ama wewe unatembea, unamfuata, unatembea pamoja naye kule anakokuongoza? So Enoch walks with God. Enoke alitembea pamoja na Mungu. And as the story of the Bible moves on, we come to Abraham. Na kisha historia katika hadithi katika Biblia ikaja kufika kwa Ibrahimu. And God says to Abraham, Mungu akasema kwa Ibrahimu, don't be afraid. ya kwamba usiogope. I am your shield. Maana mimi ndiyo makimbilio yako. And your reward will be very great. Na malipo yako yatakuwa makubwa mno. What is your shield? Wewe makimbilio yako ni yapi? What protects you? Ni kitu gani kinachokulinda? What defends you? Ni kitu gani kinachokutetea? If you are under a spiritual attack, what will keep you safe? Kama wewe umezungukwa na unafuatiliwa na vita vya kiroho, ni kitu gani kitakutetea na kukupigania? Is it God or is it something else? Je, ni Mungu au ni kitu kingine? And what do you think your reward is? Na wewe malipo yako unatarajia yatakuwa yapi? For some people, reward in life is a really cool pair of trainers. Kwa watu wengine malipo ndani ya maisha yao ni wawe na mavazi mazuri. It's fine clothes, it's looking good. Waonekane wamependeza, wanaona hapo wamefanyikisha. It's the things of this world. That's what they think the reward is. Haya ni mambo ya hapa duniani na ndio wanafikiria kwamba hiyo ndio malipo. But for the people that walk with God, Lakini kwa watu ambao wanatembea na Mungu, God is the reward. Mungu ndiye malipo. That He is with me. Ya kwamba yeye yu pamoja nami. The Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. I will fear no evil because you are with me. Sitaogopa chochote kwa maana yeye yu pamoja nami. Story moves on and God meets Moses. Kisha hadithi ikaendelea ambapo Mungu alikutana na Musa. And God wants to send Moses back to Egypt. Mungu akapenda kumtuma Musa arudie katika nchi ya Misri. To rescue his people from slavery and oppression. Ili apate kwenda kuwaokoa watu wake, kuwakomboa watu wake kutoka katika mateso. Just think about that, brothers and sisters. Fikiria kuhusu hilo wapendwa. Moses has left the country of pain and suffering and hardship. Musa amekimbia kuacha nchi ya mateso na shida na dhiki. He has a family, he's in a good place. Amejikuta yuko katika nafasi nzuri ambapo yuko na familia. He's in a safer place. Anajikuta yuko katika nchi ya amani au nafasi ya amani. But God wants to send him back. Kisha tena Mungu anakuja anapenda kumrudisha Musa kule alikotoka. Moses doesn't want to go. Musa alikuwa hapendi kwenda kule. To send someone else. Akamwambia Mungu, Mungu tuma mtu mwingine, mimi hapana. God says to him, Mungu akasema kwa Musa, but I will be with you. mimi Mungu nitakwenda pamoja nawe. Don't be afraid. Kwa hiyo usiogope. And one day Moses begins to learn the lesson. Kisha siku moja Musa akaanza kujifunza. And one day Moses says to God, Na siku moja Musa akamwambia Mungu, if your presence isn't with us, eti kama hautaenda nasi, we don't want to go. hatutaenda. We only want to go where you are. Tutaenda kule uliko. And God says,
my presence will always be with you. Na Mungu akamwambia Musa ya kwamba uwepo wangu utakuwa pamoja nanyi. And I will give you rest. Na nitakwenda kuwapa pa kutulilia. When your heart is full of trouble. Wakati moyo wako umejaa na shida nyingi. And your soul is weary from the stresses of life. Na nafsi yako inateseka kwa ajili ya shida za dunia. Where will you turn for rest? Ni wapi unakokimbilia? Where will you turn for comfort? Ni wapi ambapo utapata faraja? Some people turn to drink. Wengine wao wanasema acha basi nikunywe kidogo juu stress zikimbie. Some people turn to sex. Wengine wanasema acha basi niende kutafuta ngono ili nipunguze mawazo. Some people just turn on the TV. Wengine husema acha basi nifungue TV, niwashe TV yangu nifuate hata move hapa mawazo itoke. But the ones who walk with God, lakini ukitembea pamoja na Mungu, they turn to him. Unamgeukia yeye. For he is with them. Kwa sababu yeye yu pamoja nawe. Then we get to the story of Gideon. Tunafika kwenye hadithi ya Gideoni. The people of God are in a bad place. Watu wa Mungu wamejikuta nafasi mbaya. They haven't been listening to the voice of the Lord. Ambapo walikuwa walisikite na sauti la Mungu. And for 7 years they've been attacked by their enemies. Na kwa miaka 7 walikuwa wamewindwa, walikuwa wamedhibitiwa na adui zao. Every time it's time to harvest, kila wakati inapokuwa wakati wa wao kuvuna, raiders come and steal the crops. Eti maadui zao walikuwa wanakuja kuiba mazao yao yote, leaving them hiding and afraid. Na kuwaacha wakiwa wamevichama na kuogopa. And so Gideon is hiding and afraid. Kwa hiyo Gideoni pamoja anajificha na woga wote. He's the youngest son of a small family, of a small clan. Yeye alikuwa ni kijana mdogo katika familia yao, tena katika jamii yao. His tribe is the weakest in Israel. Na katika taifa lao lilikuwa ndogo sana katika Israeli. But an angel of the Lord comes to Gideon. Lakini malaika wa Bwana akamjia Gideoni. And his first words, the angel's first words are, na maneno ya kwanza ya malaika kwa Gideoni ilikuwa, the Lord is with you. Ilikuwa Mungu Bwana yu pamoja nawe. But Gideon isn't sure. Lakini Gideoni alikuwa hana uhakika. So he asks the angel a question. Akamuuliza malaika swali. He said, akasema if the Lord is with us, kama Bwana yu pamoja nasi, why is all this happen? Kwa nini haya yote yanatutokea sisi? Where are all these amazing things? Kwa nini haya mambo yote ya ajabu yanakuwa yanatutokea? Our ancestors told us about. Ambayo yale yote mambo makubwa ambayo wazazi wetu, mababu zetu walituhadithia. We don't see God doing anything now. Hatumuone Mungu akitenda jambo lolote kwa sasa. So Gideon was struggling to believe. Kwa hiyo Gideon alikuwa kama vile anapata shida la kuamini. And we can sometimes wonder like Gideon as well. Na sisi wakati mwingine tunaweza tukajikuta tunakuwa kama Gideon alivyokuwa. If God was with me, surely everything would be better. Eti kama Mungu angelikuwa pamoja nami, manake mambo yote angelikuwa safi. Amen. If God really loved me, then nothing bad would happen. Kwa hiyo tunaweza tukajiuliza maswali mengi, kama kweli Mungu ananipenda mimi, ndio kusema hakuna kitu kibaya kinaweza kikanitokea. If God really loved me, I wouldn't be suffering. Kama kweli Mungu ananipenda, nisingelikuwa napitia haya mateso nayo yapitia. And so we want God, but only if he makes things better for us. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunakuwa kama vile tunampenda Mungu wakati tu ule ambapo anatutendea mazuri. We will love him, but only after he's done something. Ya kwamba tutampenda pale tu wakati ametenda jambo fulani. Our love becomes conditional. Upendo wetu unakuja kuwa ni wa masharti. But God is interested in the heart of people. Hivyo Mungu analenga na anapendezwa sana na mioyo ya watu. We can think
that if we're suffering, tunaweza tukafikiria ya kwamba kama tunateseka, God isn't here. ya kwamba Mungu hayuko pamoja nasi katika mateso. But God says Lakini Mungu amesema that in our suffering, eti katika mateso yetu it's our opportunity to see that God is there too. ni muda mzuri au ni kibali kizuri cha sisi kuona ya kwamba Mungu yu pamoja nasi pia. In your suffering, God is there. Katika mateso yako Mungu yuko pale. And He hasn't left you. Na haja kuacha kamwe. He hasn't left you because things are going bad. Haja kuacha kamwe kwa sababu mambo hayatembei vizuri. And He hasn't left you even when you are not listening to Him. Na haja kuacha kamwe hata majira na wakati ule ambapo wewe haumsikilizi. When you're not obeying His voice, He hasn't gone away. Wakati ule ambapo wewe haumtii au hautii sauti yake, haja kuacha kamwe. You might not be listening, Unaweza kuwa haumsikii, but He hasn't stopped speaking. lakini yeye bado hajaacha kuongea nawe. See, God doesn't run away from suffering. Mungu hatukimbii wala hakimbii mateso. He enters into it. Yeye huingia ndani ya shida zako. Which brings us to Jesus Emmanuel. Na hiyo ndio inayotuleta kwa Yesu Kristo kuwa Emmanuel. One of the big pictures the Bible gives us Picha moja kubwa ambayo Biblia inayotupatia of God's relationship to His people kuhusu ushirika wa Mungu na watu wake is of a marriage. ni wa kuhusu ndoa, Jesus is the bridegroom. ambapo Biblia inasema Yesu ni bwana harusi The church is His bride. na kanisa ni bibi harusi. And Jesus has come for His bride. Na Yesu amekuja kwa ajili ya bibi harusi wake. And what matters most in a marriage Na jambo lile la muhimu sana katika ndoa is faithful love. ni uaminifu pamoja na upendo. That's the promise of a marriage. Huo ndio ahadi ya ndoa. To love Kupenda, faithfully. kupenda ya uaminifu. To not love somebody else, Sio kupenda na kupenda mwingine, but to love and to choose to love the one you're married to. bali kupenda na kuchagua kumpenda yule ambaye utakaye olewa au kuoa. When I got married 21 years ago, Nilipooa miaka 21 iliyopita, I made some promises. nilitia ahadi. Got on here's my wedding ring. Mnaona ya kwamba kwenye kidole kuna pete yangu ya ndoa. And I promised, Na niliahidi, I said, for richer and for poorer, nilisema kwa shida na kwa raha, in sickness and in health. kwa magonjwa na afya. What if I had said, Je, kama ningelisema only in riches, ya kwamba wakati tu wa utajiri only in health? na wakati tu wa afya? If you get sick, Kama wewe unaumwa, I'm off. mimi sipo. If you don't get a good job and earn some money, Kama utumiki kazi na upate pesa, I'm not staying around. mimi sitakuwepo. I know there's some people saying my husband should be listening to this. Na naamini hapa kuko watu wengine wako wanasema hii mafundisho inahitaji mume wangu asikie kabisa. Get a good job, man. Kazi nzuri, upate kazi nzuri wanaume, upate kazi nzuri bwana. The promise goes both ways, remember. Acha nikukumbushe ya kwamba ahadi hizi sio kwa mtu mmoja, zinakuwa ni kwa watu wote wawili. But here's the point. Hapa ndio kuna point sasa. We don't just run away Hatukimbii when things are difficult. wakati mambo yanakuwa magumu. I wouldn't be married for 21 years if that was the truth. Kama ingelikuwa hiyo ndio kweli, nisingelikuwa niko katika ndoa kwa miaka 21.
We don't just run away when not everything is the way I want it to be. Na hatukimbii wakati wote mambo yanakuwa hayaendeki kama jinsi yalivyopaswa kwenda. Hatukimbii. Because I made a promise. Kwa sababu nilifanya ahadi. Nilitoa ahadi. The question wasn't, do you love? Swali haikukuwa ya kwamba je unampenda? But will you love? Lakini ilikuwa je utaendelea kumpenda? Not just do you love today. Sio kusema eti unampenda leo, But will you choose to love ya tomorrow? kwamba je utaendelea kumpenda na kesho? And will you choose to love 1 year from now? Na utaendelea kumpenda baada ya mwaka mmoja? And 10 years from now? Na baada ya miaka 10? And 50 years? Na baada ya miaka 50? Will you choose to love? Wakati machafu yote ilishaanguka chini sabinono, utaendelea kumpenda? Because you made a promise. Kwa sababu ulitia ahadi. Here's the thing, brothers and sisters. Hili ndio jambo sasa wapendwa. God made a promise. Mungu alitia ahadi. And he said, I choose to love. Na akasema amechagua kutupenda. And I choose to love you now. Na amechagua kutupenda sasa. And in 10 years. Na kwa miaka 10. And in 50 years. Na kwa miaka 50. And in 100 years. Na kwa miaka 100. In fact, I choose to love you forever. Na alichagua kutupenda milele. And God is faithful to his promise. Na Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Even hata kama when we are not. Sisi hatuko waaminifu. Even when we are not. Hata kama wakati sisi hatuko waaminifu. And sometimes wakati mwingine we are not. Tunajikuta hatuko waaminifu. And we don't love God as we should. Na tunajikuta hatumpendi Mungu kama ipasavyo. And sometimes we sin. Wakati mwingine tunatenda dhambi. And sometimes God is not the first in our heart. Wakati mwingine Mungu hayuko wa kwanza katika maisha yetu. And sometimes we love other things. Wakati mwingine tunajikuta tumependa vitu vingine. But God is faithful. Lakini Mungu ni mwaminifu. That's why he sent Jesus Christ. Na ndio sababu alimtuma Yesu Kristo. Not just to win us back. Sio tu kwa kusema aje kushinda na kuturudisha kwake. But to make a way. Bali kutengeneza njia. For our sins to be forgiven. Kwa dhambi zetu kusamehewa. In 1 John chapter 4. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4. It says, let us love one another. Inasema, hacha tupendane mmoja kwa mwingine. Because love is from God. Kwa sababu upendo utoka kwa Mungu. And everyone who loves na kila mmoja anayependa is born of God. Amezaliwa na Mungu. And knows God. Na anamjua Mungu. And whoever does not love, na yule asiyependa, does not know God. Huyo hamjui Mungu kamwe. For God is love. Kwa sababu Mungu ni upendo. And how do we know God's love? Tunajuaje ya kwamba Mungu ni upendo? It says it was revealed to us. Inasema Biblia inasema ilifunuliwa kwetu. Because God sent his only son. Kwa sababu Mungu alimtuma mwanae wa pekee. So that we might live through him. Ili sisi tupate kuishi kupitia yeye. This is love, not that we love God. Huu ni upendo, sio sisi tunampenda Mungu. But that he loved us. Bali yeye alitupenda sisi. And sent his son. Na akamtuma mwanae. To be an atoning sacrifice. Ili apate kuwa dhabihu for our sins. Ya dhambi zetu. That's why Jesus came. Na ndio sababu ya kuja kwa Yesu Kristo. To be a sacrifice for our sins. Ili apate kuwa dhabihu ya dhambi zetu. In the Old Testament they had a picture. Katika Agano la Kale kulikuwa picha of what to do when they had sinned. Ya walikuwa wanafanya nini wakati wanapokuwa wamefanya dhambi. They would take a lamb. Walikuwa wanachukua mwana kondoo. And it would have to be a young lamb and a pure lamb. The best lamb. Alipaswa kuwa mwana kondoo ambaye hana hatia. All white. Ambaye anapaswa kuwa awe wote mweupe.
to represent purity and righteousness. kumaanisha utakatifu. And they would take the lamb Na yule mwana kondoo alikuwa anachukuliwa and they would bring it before a priest. na wanamleta mbele ya kuhani, And they would pick up the lamb na kuhani atamchukua yule mwana kondoo and they give it to the priest. na wanamchukua wanampeleka kwa kuhani, And the priest would look at it, na kuhani anamtazama, check if anything, broken legs, anamwangalia kama ana ulemavu wowote ule, check that it had no diseases, anamtazama kama ana ugonjwa, nothing wrong with the lamb. anamtizama, anamuona yule mwana kondoo hana hatia yoyote. And they would say to the people that brought it, Ndio anawaambia watu waliomleta mwana kondoo we accept the lamb. ya kwamba mwana kondoo amekubaliwa. You know what they would do then? Mnajua atasemaje ni tena? Baada ya hapo They would kill the lamb. watamua mwana kondoo. The lamb would die. Mwana kondoo atakufa. Its blood would be poured out. Damu yake inamwangika. And it represents the life of the lamb Inamaanisha maisha ya mwana kondoo instead of the life of the people. inamwangika pa nafasi ya maisha yako. One day, every one of us will stand before God. Siku moja kila mmoja wetu atasimama mbele ya Bwana And he will ask you a question. na atakuuliza swali Where's your lamb? ya kwamba mwana kondoo wako yuko wapi? Where is the lamb? Mwana kondoo yuko wapi? What will you do? Utafanyaje? Because if you don't have the lamb, Kwa sababu kama hauna mwana kondoo, then you will die. ndio kusema utakufa, And you will perish. utapotea, And you will be cast out from the presence of God. utatupwa mbali na uwepo wa Mungu Forever. milele na milele. So, Kwa hiyo where is your lamb? mwana kondoo wako yuko wapi? But God said, I'll give you a lamb. Yesu Mungu alisema One that's enough for everyone. nitakupa, One that is enough for everyone. nitakupa mwana kondoo ambaye ni mmoja anayetosha kwa kila mmoja, This is my own son. kwa sababu ni mwana pekee wangu. Jesus is the lamb. Yesu ndiye kondoo. It says Jesus is the Lamb of God Yesu ndiye kondoo wa Bwana who takes away the sins of anaye azichukuaye dhambi za ulimwengu. So one day I will stand before God. Kwa hiyo nitasimama, siku moja nitasimama mbele za Mungu And he will ask me, where is your lamb? na Mungu ataniuliza, mwana kondoo wako yuko wapi? Where is your lamb, Pastor Phil? Mwana kondoo wako yuko wapi? And I can't say, oh, but I led a church. Na sitamwambia ya kwamba niliongoza kanisa, Very good, but that wasn't the question. kwa sababu hiyo haikuwa ndio swali. You would say, oh, I gave a lot of money to the poor. Au nitamjibu ya kwamba nilitoa matoleo mengi, pesa nyingi kwa maskini. Very good, but that's not the question. Hiyo ni vizuri, lakini hiyo haiko ndio swali. I had a wife, I had kids, I had my family. Nilikuwa na mke, nilikuwa na watoto, nilikuwa na familia. It's very good, not the question. Ni vizuri, lakini haijawa swali. Where's the lamb? Mwana kondoo yuko wapi? If I say to him, Lakini nikimjibu, the lamb I have mwana kondoo niliye naye is your lamb. ni mwana wako. The only lamb I have is Jesus. Mwana kondoo pekee niliye naye ni Yesu Kristo. And he will say, Atasema, welcome in. karibu, Come and enjoy karibu mwanangu, furahie the kingdom of my son. mu katika ufalme wa mwanangu. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Kwa sababu Yesu ni njia na kweli na uzima. And no one comes to the Father Na hakuna atakayekuja kwa Baba except asipopitia him. mwana Yesu. Jesus Emmanuel. Yesu Emmanueli, God with us. Mungu pamoja nasi. But how do we now live? If we choose to live for Jesus, how do we live? Kama tumechagua kuishi maisha ya Kristo, tunaishije? Because we don't see Jesus. Kwa sababu hatumuoni Yesu. He's in heaven. Yeye yuko mbinguni. Well, Jesus said, Yesu alisema, this is how you'll know eti hivi ndivyo mtakavyokwenda kujua
Because he gives you the Holy Spirit. Kwa sababu yeye atakupa Roho Mtakatifu. The Holy Spirit is what we live by. Roho Mtakatifu ndiye yule tunayoishi naye. Jesus is with us. Yesu yu pamoja nasi through the presence of his Holy Spirit. kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu. And Jesus said, na Yesu alisema, you know how to, even though you're not totally holy, eti hata kama nyinyi hamko watakatifu kivile, you know how to give good gifts. Lakini nyinyi mnajua kuwapeni zawadi nzuri wanao wenu. Has anyone bought any presents to give to people tomorrow or anything? Je, kuna yeyote hapa ambaye amenunua zawadi kwa ajili ya kuwazawadia watu kesho? Someone? Mmoja mwenyewe hapa. I've bought some presents for my family. Mke wangu amenunua zawadi kwa ajili ya familia. Jesus said, Yesu alisema, you know how to give a good gift. Nyinyi mnajua jinsi ya kutoa zawadi nzuri. What father would, when their child asks for a bread, would give them stone? Ni baba wa aina gani yule ambaye mtoto akimuomba mkate anampa jiwe? Or give them a scorpion? Au anampa scorpion? If you know how to give good gifts, kama nyinyi mnajua kutoa zawadi nzuri, how much more will your Father in heaven je, sasa kwa baba wenu wa mbinguni give to those who ask him? Atawapaje zawadi nzuri wale wanaomuomba? What would he give us? Atatupa nini sisi? Jesus said he will give you the Holy Spirit. Yesu anasema atatupa Roho Mtakatifu. If you ask, ukiomba, all you have to do kile unachohitajika kufanya is ask. Ni kuomba. It's not harder than that. Kuomba si kugumu. The presence of the Holy Spirit doesn't come when Janvier beats the drums even louder. Uwepo wa Roho Mtakatifu hauji eti kwa sababu Janvier amepiga ngoma nguvu sana. Hapana. That's not how the Spirit comes. Hivyo haiko ndio jinsi uwepo au Roho Mtakatifu uje. Hapana. I mean, we love it. It's the best way, right? Na ni vizuri tunapendaga, sivyo? The best way to dance. Sio ni vizuri Janvier anapopiga nguvu kwa sababu ni nguvu ya kucheza. I've got the video. Niko na video niliona kabisa na mimi. The harder he drums, the faster you dance. Jinsi alivyokuwa anapiga ngoma kwa nguvu na ndivyo jinsi mlikuwa mnacheza kwa nguvu. I know that's how it works. Najua ndivyo jinsi inavyotumika. But that's not how the Spirit comes. Lakini hiyo haiko ndio njia ya Roho Mtakatifu uja. We don't need to do that for the Spirit. Hatupaswe kufanya hivyo eti ndio Roho anakuja, hapana. Actually, that's what the prophets of Baal did. Maana hayo ndio baadhi ya mambo walioyafanya manabii wa Baali. Elijah and hundreds of prophets of the Baal. Elijah pamoja na manabii wa Baali wengi. And they were dancing and shouting and beating their drums. Walikuwa wakicheza, wakiruka, wakipiga ngoma zao. Nothing happened. Na kujikatakata, lakini hakuna kilichotendeka. Elijah, bali Elisha, he just says, God, will you send the fire? Alisema, Bwana shusha moto. And the fire falls from heaven. Na moto ukashuka kutoka mbinguni. All he had to do was ask. Kile unachohitajika mpendwa ni omba. Because he knows, he knows his God. Kwa sababu yeye anajua na yeye ni Mungu. And if we know Jesus, we can just ask for his Na kama tunamjua Kristo, ni lazima tunapaswa kumuomba. And the Spirit will lead us. Na Roho Mtakatifu atatuongoza. And he will tell us, he will remind us of the way of Jesus. Na atatuambia na atatukumbusha nyayo na njia za Yesu. And sometimes the Spirit will say to you, don't do that. Na wakati mwingine Roho wa Mungu atakwambia kwamba usifanye hayo. You've got to learn to listen. Unachohitajika ni ujifunze kusikia. That's not the way of Jesus. Kwa sababu hiyo sio ndio njia ya Kristo. We learn how to listen. Tunajifunza jinsi ya kusikiliza au ya kutekeleza kutoka kwa Yesu. Listen, as I finish. Ninapomalizia, this is what God said to Jacob. Haya ndio yale ambayo Mungu alinena kwa Yakobo, Abraham's grandson. Ambaye alikuwa mjukuu wa Ibrahimu. Behold, I am with you. Ya kwamba niko pamoja nawe. And I will keep you wherever you go. Na nitakulinda kokote kule uendako. And I will bring you back. Na nitakurudisha.
And I will not leave you na sitakuacha until I have done what I have promised. mpaka niyatimize yale niliyoahidi. God will not leave you Mungu hatakuacha until he has done what he has promised. mpaka atimize yale aliyoahidi. And wherever you go, Na kokote uendako, God will be with you. Mungu atakuwa pamoja nawe. Brothers and sisters, isn't it a joy that our God is not a tribal God, a local God? Wapendwa wa ndugu, je, haiko jambo la furaha ya kwamba Mungu wetu sio wa ukabila? If he was, then maybe God is only in Congo or Uganda or... Kama angelikuwa Mungu wa ukabila, pengine angelikuwa Kongo tu au angelikuwa Uganda tu. You travel to Sweden and you think, Na unafika Sweden unasema, does God know how to fly on an airplane? je, Mungu anajua jinsi ya kuruka mundege? How will I know that God is there? Je, nitajuaje kama Mungu amefika Sweden? But our God is not a local God or a tribal Kwa God. hiyo Mungu wetu wako Mungu wa ukabila ama haiko kimiungu. Our God is the God of the heavens. Mungu wetu ni Mungu wa mbingu na nchi. The one. He's the King of Kings. Yeye ndiye mfalme wa mafalme. He's the Lord of Lords. Yeye ni Bwana wa mabwana. He's the one who gathers the nations. Yeye ndiye anayekusanya mataifa. He's the one who makes the sun and the snow. Yeye ndiye anayefanya jua na theluji au snow. So wherever we go, Kwa hiyo kokote tuendako, the Lord is there. Bwana yuko pale. And so wherever we go, the Lord can be with us. Kwa hiyo kokote tuendako, Bwana yu pamoja nasi. And His Spirit can guide you Na Roho wake yu pale kwa ajili ya kutuongoza and keep you. na kukulinda. Do you know what the Lord has promised to you? Je, unayajua yale ambayo Bwana amekuahidi? Do you know what the Lord has promised? Je, unajua yale ambayo Bwana amekuahidi? That if you trust in Jesus, Ya kwamba ukiamini Kristo, all that belongs to Jesus yale yote yaliyo ya Kristo will become yours. yatakuwa ya kwako. His holiness becomes yours. Utakatifu wake utakuwa utakatifu wako. His Spirit becomes yours. Roho wake atakuwa roho wako. His name becomes your name. Jina lake litakuwa jina lako. His Father becomes your Baba yake atakuwa baba yako. His home becomes your home. Na nyumba yake itakuwa nyumba yako. His power becomes your power. Na nguvu zake zitakuwa nguvu zako. His future becomes your future. Na matarajio yake yatakuwa matarajio yako. All that belongs to Him becomes yours. Yale yote yaliyo ya kwake yatakuwa yako. Because that's the grace of Jesus. Kwa sababu hiyo ndio neema ya Kristo. That's what He's promised. Na yayo ndio ameahidi. To all those that live Kwa wale wote wanaoishi in Him, wanaoishi ndani yake, and if He lives in you. na yeye anapoishi ndani yako. Everything I've said doesn't apply if you don't trust in Jesus. Yote haya ambayo nimeyasema hayafanye kazi yoyote ile kama wewe hauamini Yesu. It comes if you repent and believe. Bali yote haya huja na kufanyika maishani mwako wakati unatubu na kuamini. You can have the world, Unaweza ukawa na dunia nzima, or you can have Jesus. au unaweza ukawa na Yesu. Jesus said if you try and have the world, Yesu alisema ukiupenda dunia, the one who tries to gain the whole world yeyote yule anayependa dunia will lose his own soul. ataipoteza nafsi yake. The one who loses his soul for me Lakini yeyote anayepoteza nafsi yake kwa ajili ya Yesu will gain the whole. ataiokoa na atafaidi dunia yote nzima. That's why we bow the knee Na ndio maana tumwamini yeye. and we say, Jesus, you are Lord. Na tumwambie Bwana, Yesu wewe ni Bwana. Brothers and sisters, God came to us. Wapendwa wa ndugu, Yesu alikuja kwetu. In the wilderness, God came to us. Katika dhiki, katika jangwa, Mungu alikuja kwetu. In the darkness, God comes to us. Katika giza, Mungu alikuja kwetu. God delivers us from evil. Mungu alitukomboa kutoka kwa maovu. He forgives us from our sins. Na akatusamehe kutoka kwa dhambi zetu. He restores us and heals us. Na akakomboa na kuponya, akatukomboa na kutuponya. He will be faithful to us Naye ataendelea kuwa mwaminifu kwetu and live with us. na ataishi pamoja nasi. All because
Yote hayo ni kwa sababu Jesus Christ, Yesu Kristo, Emmanuel. And so Christmas, kwa hiyo Christmas is our reminder, ni siku yetu ya ukumbusho, God has come to us, ya kwamba Bwana au Mungu amekuja pamoja nasi. God come down, Mungu amekuja chini, so that we ili sisi can rise to him. Tupate kwenda kuinuka kwake. God has come for his bride. Mungu amekuja kwa bibi harusi wake. That's what Christmas tells us. Na hiyo ndio maana au ndio jambo ambalo Christmas inatuambia. Jesus has come for his people. Ya kwamba Yesu amekuja kwa watu wake. God has come for you. Mungu amekuja kwako. Amen. Amen. Amen.